Mbeya ambako tunaambiwa zaidi ya wafanyakazi 50 wa shirika la umeme TANESCO jijini Mbeya wamenusurika kufa baada ya vyuma vizito vilivyotumika kujenga majukwaa ya jengo lenye urefu wa ghorofa 11 mali ya mfuko wa taifa wa bima afya yani NHIF kuporomoka na kuangukia jengo la ofisi za makao makuu ya TANESCO kwa mkoa wa Mbeya. Mwandishi wetu Rozi Chapewa kutoka huko anafafanua zaidi. Tukio hilo limetokea leo majira ya mchana baada ya mvua kubwa ya mawe iliyoambatana na upepo kunyesha na hivyo kuhatarisha usalama wa wafanyakazi wa TANESCO pamoja na kuharibu baadhi ya mali za shirika hilo ikiwemo kutobolewa kwa bati la jengo hilo, hali inayohatarisha usalama wa vitendea kazi vya ofisi zikiwemo kompyuta na nyaraka kuhofiwa kulowana ikiwa mvua itanyesha. Hii hali imetushtua kwa sababu kama mnavyoona ni kwamba imebidi wafanyakazi wetu tuwatoe nje kwanza kwa ajili ya usalama, kwa sababu tufahamu kama vyuma vitaendelea kuanguka au vitaacha kuanguka. Hasara ya kwanza ya haraka ni bati limetobolewa, lakini hasara ya pili ni watu kuto kufanya kazi. Aidha, baadhi ya wafanyakazi wamelalamikia kampuni ya YNP Architect inayojenga jengo hilo kwa uzembe, ambapo umedai kuwa tangu kuanza kwa ujenzi huo kumekuwa kitokea masuala mbalimbali na hatarisha usalama wa wafanyakazi, ikiwa ni pamoja na kuanguka kwa vyuma kutoka gorofani na kuangukia kwenye paa la jengo la TANESCO na wakati mwingine kwenye magari yaliyoegeshwa. Sasa uwekaji wao unaonekana ulikuwa wa kirahisi tu, kwa sababu ingekuwa sio hivyo lisingedondoka. Wewe engineer ambao umesoma vitu kabisa unaelewa kwamba ni jinsi gani ya kufunga vyuma viwe imara isilete matatizo kwa watu. Kamvua kamenyesha kidogo tu vitu vinadondoka namna hii. Tumekuwa tunaishi kwa wasiwasi kutokana na mazingira vumbi, vitu vinavyoshuka. Kuna kipindi kuna vyuma vikubwa vilishuka yenye kilo nyingi, kwa hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wafanyakazi. Aidha, mkandarasi anayejenga jengo hilo alipofuata ili azungumzie tukio hilo alikataa, huku akikimbia kamera ya Channel 10, huku meneja wa bima ya afya mkoa wa Mbeya ambao ndio wamiliki wa jengo hilo akiwataka waandishi wa habari wazungumze na mkandarasi. Jengo linalokadiriwa kuwa na ghorofa 11 jukwaa lake limeanguka na kuangukia jengo la TANESCO katika mkoa wa Mbeya, hali ambayo imehatarisha maisha ya wafanyakazi wa shirika la umeme TANESCO. Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10.